Rais asamehe wafungwa 4887. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 4887 ambapo wafungwa 42 wameachiliwa huru tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 na wafungwa 4845 watabaki gerezani kumaliza sehemu ya kifungo kilichobaki baada ya kupewa msamaha. Taarifa iliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi umesema msamaha huo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya kuadhimisha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania. Ni matarajio ya serikali kuwa wafungwa hao watarejea tena katika jamii kushirikiana na wananchi wenzao katika ujenzi wa taifa letu na kwamba watajiepusha tena kufanya makosa ili wasirejee tena magerezani. Miongoni wa wafungwa walionufaika na msamaha huo ni wafungwa wa kunyongwa waliomaliza taratibu za kimahakama ambapo watabadilishiwa adhabu ya kifo na kuwa kifungo cha maisha. Wafungwa waliobadilishiwa adhabu ya kifo kwa msamaha wa rais kutoka adhabu ya kifo na kuwa kifungo cha maisha gerezani watabadilishiwa adhabu ya kifungo cha maisha na kuwa kifungo cha miaka 30 gerezani. Wengine waliopata msamaha ni wale wazee wenye umri zaidi ya miaka 70 au zaidi ambao wamehukumiwa kifungo cha muda maalum. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 4887 ambapo wafungwa 42 wataachiliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 na wafungwa 4845 watabaki gerezani kumaliza sehemu ya kifungo kilichobaki baada ya kupewa msamaha. Na hatimaye kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu yaahirishwa hadi Mei 6 mwaka 2025. Jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi ya uhaini iliyomkabili Lissu imeahirishwa mbele ya hakimu mkazi Mfawidhi Franco Kiswaga hadi Mei 6 mwaka 2025 ambapo amesema itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Paul Makonda atoa kauli. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo kuomba msamaha hadharani na watu wote aliowahi kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Paul Christian Makonda ametoa kauli hiyo mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Daktari Doto Biteko kwenye maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar ambayo yamefanyika katika uwanja wa Kilombero mkoani Arusha. Paul Christian Makonda ameendelea kusema kuwa nampongeza Mrisho Gambo kwa sababu moja tu. Juzi ameomba lazi bungeni. Amechonganisha sana watu hapa. Na leo hapa ameanza kumsifia mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifia mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini kwa sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba lazi bungeni. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na kama bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa wa mara ya kwanza, leo hii watu wangepoteza kazi hapa. Sasa ombi langu kwake ni moja. Mrisho Gambo waombe lazi watu wote aliowafitini na kuwaumiza, wachonganisha na kuharibu maisha yao. Safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea alipelekea simu nilizopata. Unamuita waziri wetu muongo. Hii stand nilioanza kujengwa hapa, hii nimemuomba Mchengerwa, ilikuwa design ndogo haikizi kiwango. Akaongeza bajeti bilioni 30, ni faida kwa wananchi wa jiji la Arusha, alafu unamuita waziri wetu muongo. Kwa bunge lile limemsamehe, mimi moyoni sina shaka naye, lakini sharti langu ni moja tu. Aliowaumiza na kuharibu maisha yao awaombe lazi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo waomba msamaha hadharani na watu wote aliowahi kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Hukumiwa miaka 30 jela kisa kukutwa na mimea 20 ya bangi. Mahakama ya wilaya na Nyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47
mkazi wa kijiji cha Mchiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Mtaki Kajula ametoa taarifa hiyo wakati akielezea mafanikio ambapo polisi wamefanikiwa mahakamani, ambapo amesema ni kwamba jeshi la polisi Tanzania lilipata taarifa kutoka kwa msiri juu ya uwepo wa mimea wa dawa za kulevya aina ya bangi katika shamba la Mtiwa Hatiani, ambapo alikuwa amepanda zao la ufuta na kuchanganya na mimea hiyo ya dawa za kulevya aina ya bangi. Jeshi la polisi limefanya doria katika shamba hilo na kufanikiwa kumkamata Mtiwa Hatiani akiwa katika shamba lake. Mtiwa Hatiani alikiri kumiliki shamba na mimea hiyo kwa lengo la kujipatia kipato, na hivyo alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa Aprili 16 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka Mtwara. Mahakama ya wilaya na Numbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa kijiji cha Michiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi. Tume Chadema yaripoti kifo cha mtu mmoja. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema viongozi wa chama hicho akiwemo makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, naibu katibu mkuu Zanzibar na mkurugenzi wa fedha na uchumi, wakiwa pamoja na wengine 6 wamefikishwa katika hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu baada ya kupigwa na kutelekezwa na polisi maeneo ya Mambwepande jijini Dar es Salaam. Majina waliotambulika hadi sasa ni Peter Alex Kilomba, Emmanuel Severini, Robert Mawege, Kanifa Musa, Emmanuel Modest, Muhiana Nasri, Abdalla Saidi, ambapo chama hicho kimesema mtu aliyefariki ameshindwa kutambuliwa kwa haraka kutokana na polisi kutoshusha mwili wake hapo hospitalini ambako chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikuwa wakimsubiri. Hali ya naibu katibu mkuu na mkurugenzi wa fedha ni mbaya na taratibu za kuwapeleka katika hospitali ya juu kwa matibabu maalum zinaendelea. Ukatili huo ustahili kupita kimya. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu, hatua lazima zichukuliwe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema viongozi wake wa chama hicho akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, naibu katibu mkuu Zanzibar na mkurugenzi wa fedha na uchumi, wakiwa pamoja na wengine 6 wamefikishwa katika hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu baada ya kupigwa na kutelekezwa na polisi maeneo Mambwepande jijini Dar es Salaam, na mtu mmoja kati yao akiripotiwa kufariki dunia.